Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waislamu tukiongozwa na mashekhe zetu, wazazi na walezi wetu, nimesimama kwa mambo yasiyozidi matatu. La kwanza na la pili ni kuwakaribisha pamoja na kuwashukuru. Baada ya makaribisho haya na shukurani hizi, mwisho kule hatutoshukuriana tena. Ikiwa swala kwa sababu ya dharura huwa inapatikana jamu at-taqdimi, basi kwa dharura ya muda na ufinyu wa hapa tulipokaa, basi na mimi nafanya jamu takdimi katika shukurani. Karibuni sana katika viwanja vya Almadrasatu At-Tadhammun lilqiraa wa tahfidhi. Kwa namna mlivyokaa, ikiwa kama miongoni mwa wenyeji wenu, na wahurumia, mmefinyana, mmekaliana, na wengi nawaona maskini ni watu wazima, hawawezi tena kukaa sana kwa muda mrefu. Niseme tu mnihurumie, mnisamehe, kwa sababu najua hakuna yoyote aliyokuja hapa, hakuna lililomleta isipokuwa ni Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na mapenzi ya dhati. Mkao wenu unabebwa na mapenzi yenu. Nakumbuka neno la mtu wa zamani kasema, sammul khiyati ma'al ahbabi maidanu, rahbul falati ma'al adai niranu. Mtu mmoja zamani alisema maneno haya. Tundu ya sindano pamoja na udogo na ufinyu wake, wakikusanyika na kukaa ndani yake wanaopendana kwa nguvu mapenzi, basi ni sawa sawa na kiwanja kikubwa sana, wote wanatosha. Lakini kiwanja kikubwa kama kile cha Mkapa, pamoja na ukubwa wake, kama watakusanyika na kukaa mle ndani wasiopendana, basi sawa sawa na watu waliokaa motoni. Mmekaa kwa mapenzi, najua mapenzi yenu yana nguvu, mnaumia, lakini kwa vile mmetanguliza nyoyo, basi miili na iumie tu. Kasema mwenye kusema, idha kanat nufusu kibara taibat fi muradiha al-ajsamu. Nafsi itakapokuwa ina maamuzi makubwa kwa sababu ya Mungu, lazima mwili utaumia, utajikunja mguu wako, utaweka ganzi, lakini hutojali kwa sababu umemjia Allah subhanahu wa ta'ala. Poleni sana, lakini karibuni sana. Na hapo hapo na washukuru. Najua leo kulikuwa na mambo mengi makubwa, lakini kwa vile mmemjia Mungu na Mtume pamoja na Ustadhi Alhadi Omar Kawambwa, mkayaacha yote mkawakimbilia hapa. Nijaze neno moja. Matangazo mengi huko nimeona wanasema watu wanakwenda kwa Walidi, kwa Walidi, kwa Walidi, kwa Walidi, lakini ukweli sio kwangu hapo, na uhakika hamkunijia mimi kabisa, ila mimi ni mtumishi wa wenye hapa. Baba yangu mzazi, Mungu amrahamu, na bibi mama yangu mzazi, wao ndio walikuja na fikra hii 1983 sawa na 1405 Hijiria. Huu ni mwaka wa 45.
Historia fupi ya shughuli hii si ya Walidi, ilikuwa asili yake ifanywe Madrasatul Anwar na ilikuwa ni maonyesho tu, lakini ikatokea aliyotokea, ikabidi ihame. Wapo hapa kina Sheikh Kasim, akina Buda. Sheikh Buda, simama kidogo. Buda bin Sheikh Hussein Buda, wakati huo alikuwa bwana mdogo na wenziwe. Ustadh Al-Hadi aliwapangia maonyesho, yakatokea aliyotokea, ikabidi Ustadh Al-Hadi aje kuhamisha hapa katika kiunga chake, ndio kidogo 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 mpaka hivi. Mimi alinikabidhi shughuli hii nimfanyie mwaka 1995, na baada ya kuniachia alikaa miaka mitatu hakuja, na yuko hapa pa Dar es Salaam. Watu wanakuja, yeye wamkuti. Mwaka wa kwanza 95, 96, 97, 98 ndo akaja. Sheikh Nuruddin bin Sheikh Hussein Ashadhili alimwambia, usingekuja mwaka huu na mimi nisingekuja tena. Sheikh Mahmud anakumbuka. Mimi nakuja hapa na wakuta watoto. Ustadh Al-Hadi akasimama pale alipokaa mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga, ndugu yangu Sheikh Rajab bin Abdurrahmani, akamwambia, sikuwa nakuja kwa sababu natarajia kufa kabla ya wanangu, nilitaka muone wanaweza au hawawezi. Shekhe, unasemaje? Akasema wanaweza. Akatia fatha, akatia fatha Sheikh Nuruddin hapa. Kwa hiyo fatha ya Sheikh Nuruddin na waliokuwepo wakati ule ndio hii. Kwa hiyo hamnijii mimi, namjia Ustadh Al-Hadi na mashekhe wenzake waliokuwepo wakati ule. Tumswalie Mtume Muhammad. Hiyo nimeona nichomekee hapo. Lakini la tatu na la mwisho baada ya mawili hayo, umma huu kwa maelezo tunayopewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kila wakipatikana 40 kuna walii mmoja. Hebu tizama nyuma, mbele, katikati, mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, kuna 40 ngapi? Kuna mawalii wangapi? Itakuwa si busara tukainuka tena hivi vikatikati kabla ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika yetu. Na hakika kama binadamu na maisha yanavyokwenda ya zama hizi alizosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin illa wa ma ba'dahu sharrun minhu, hakuna siku ila kesho ni mbaya kuliko jana. Kila mmoja na matatizo yake hapo. Vichwa vyetu hivi lau vingekuwa viko transparent kama mifuko ya plastiki au chupa, kinaonekana kilichokuwa ndani, tungekimbiana. Maana ungemchungulia mmoja sasa, Mziwanda ndo kichwa chake kimejaa makorokoro haya. Namtaja kwa sababu ndugu yangu nampenda. Na waomba kwa baraka ya mawalii na wazee wangu wale, kila mmoja atie nia yake seriously, amuelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kila anaoliona ni gumu, aliache hapa hapa kwa nia hiyo. Lakini ndani ya dua hiyo tusiache kuiombea nchi yetu, rais wetu na wote wanaomsaidia katika kazi ya kuliongoza jahazi hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakiwemo ndugu zetu akina Sheikh Abdallah Hamisi Ulega, akina Sheikh Rajab pale, namuona ndugu yangu Abbas Tarimba na wengine wako kule. Nimeona kule kuna wabunge wengi kule, nimewaambia waje huku, wote wamekataa. Sasa huku tunatosha. Kwa hiyo niwaombe tusomeni zile sura 3 zile, wal asr, lilafi na kul a'udhu birabbil falaq, kisha tumsalie Mtume sallallahu alaihi wasallam mara 3 kwa nia zetu. Mwenyezi Mungu atuondoshee yale mengi tuliokuwa nayo katika vifua vyetu, ambayo kwa muda huu mfupi hatuwezi kuyataja kwa ndimi na vinywa vyetu. Nimuombe Sheikh Ahmad bin Saidi, yeye ndo atutilie Fatiha, alafu sote kwa sauti moja. Hamisi, peleka maiki moja kule,
Ipo maiki nisharudisha. Lete nani maiki hapa moja, mwashie atutilie Fatiha. Atulie Fatiha. Waislamu, idha kunta fi amrin fakun fihi ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Muombeni Mwenyezi Mungu hali yakuwa mna yakini ya kujibiwa. Mna matatizo na mimi nina matatizo, na kila aliyokuwa hapa na matatizo. Mgonjwa apone, asiokuwa na kazi apate, asiokuwa na riziki Mungu amkunjulie, wasafiri wafike, waliopotea waonekane, wasiosikilizwa na watoto zao na wake zao wasikilizwe, mabakili wawe makarimu, wenye chuki Mwenyezi Mungu aziondoshe. Kwa nia zetu na nyingine kila mmoja anajua. Unayemtaka mvute hapa, usomtaka pia mvute hapa. Baba tulee Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratu Nabii Maulana Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Sheikh Rashid bin Shukairi kutoka Omani, tufanye dua. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك آمين سميت به نفسك آمين أو أنزلته في كتابك آمين أو استأثرت به في علم الغيب عندك آمين أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا آمين وذهاب همومنا وأحزاننا آمين وذهاب همومنا وأمراضنا وذهاب همومنا ومشاكلنا وذهاب همومنا وديوننا وذهاب همومنا وأسقامنا وذهاب همومنا وأسقامنا وسائقنا ودرينا إليك ولجناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل واسكننا به الظلل. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تعطينا خيري الدنيا والآخرة. اللهم أعطنا سؤلنا اللهم أعطنا سؤلنا. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا تائبا إلا وقبلته ولا أعزبا إلا وزوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرت
رددتها بيسر منك وعافية. اللهم اجعلنا متحابين متوادين متراحمين متعاطفين متماسكين متمسكين بكتابك ممتثلين لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وابتعدين كل البعد عن أسباب الشقاق والشتات والفرقة، وابتعدين كل البعد عن أسباب الشقاق والشتات والفرقة. اللهم يا حفيظ يا حافظ يا ذا الجلال والإكرام، احفظنا من شر كل ذي شر ومشر، ومن شر كل حاسد إذا حسد، ومن شر كل حاقد إذا حقد، ومن شر كل ظالم إذا ظلم، ومن شر كل ساحر إذا سحر، ومن شر كل ذي شر ومشر، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك خيري الدنيا والآخرة. اللهم احفظ تنزانيا، اللهم احفظ تنزانيا، احفظها من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها ومن فوقها، ونعوذ بعظمتك أن تغتال من تحتها. اللهم بارك لهم في زروعهم وفي أبنائهم. نستودعك اللهم تنزانيا، اللهم إنا نستودعك تنزانيا. اللهم يا حفيظ يا حافظ يا ذا الجلال والإكرام، لا تجعلنا نقوم من هذا المقام إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجز خير الجزاء من كان سبب في جمعنا هذا، واجعله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مؤيدا معصوما. اللهم ارنا التقوى وعافنا في الآخرة والأولى. نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في زواجنا وفي أبنائنا وأولادنا. اللهم إنا نستودعك أبناءنا وزواجنا وأموالنا يا رب العالمين. واحفظ ذلك كله بحفظك الذي لا يرام، وبعينك التي لا تنام، وبعزتك التي لا تقهر، وبجبروتك التي لا تغلب، يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، فهذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، ونعول في إجابة دعائنا عليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله rabbil alamin. Ahsantum. Mwenyezi Mungu atukubalie pamoja na udhaifu wetu. Shughuli yetu imebaki na mambo machache sana, na kawaida ya shughuli hii saa sita kamili tunatakiwa tuwe tunainuka, sio tu tunakula. Niombe, manake sasa hivi tuna kaswida moja. Baada ya kaswida hizo zitakuja salamu za wageni wetu, lakini kwa sababu ya kuondosha taklifu tutakaowaomba watu tolee salamu, basi waangalie kwanza, alafu ndio waanze kutoa zile salamu, kwa sababu mmebanana sana, msiumie sana. Hapa kuna kaswida, niwaambie isizidi dakika 13, na ubaya zaidi wale watu wa kughani ni mtu sana, wazee wamechoka. Tunataka kusikiliza kaswida, sio huna. Kaswida ndio iliyofanyiwa mazoezi mkajifundisha, huna ni kama ada tu. Sawa. Siku hizi mna desturi ya kutia kaswida ndani ya kaswida kwa kughani sana. Kaswida imefanywa mazoezi dakika 10.
atakayeghani wawili tu, dakika 2 10 na ngapi hizo, msizidishe tafadhali, watu wamechoka inshallah. Wanaosoma kasida hivi sasa ni watoto wetu wa mchanganyiko. Kuna vijana wa Tadhamun wetu, lakini kuna watu wa Ahlu Zamani pia wetu. Tumeomba tufanye kitu kwa pamoja na tumewatengezea kasida ya mwaka huu. Kuna watu wanapenda hizi kasida makamu ya rasti, lakini ina jirka ndani humo. Kuna vitu viwili tumefanya, kuna kijisika kidogo kutengeneza ile rasti nawa, alafu inapita katika mtambaa wa bayati, tumemaliza. Kwa hiyo niwaombe watoto wangu, nyie ndio wenye shughuli yenu, isiwe tena ndio kero. Kuna desturi wenyeji ndio kelele. Sallallahu ala sayyidina